faida nyingine inayopatikana katika hizi aya zilizotangulia kuzisoma ni kwamba birru alwalid au birru al-ummi muqaddamun ala birri al-abi, kumtendea wema mama kunatangulizwa juu kumtendea wema baba. Al-Imam Ibn Atiyya anasema al-qamaru ta'wiluhu al-ab wash-shamsu ta'wiluha al-um. Wanawazuoni wanasema ili qamar ni tafsiri yake ni baba kwa sababu mudhakkar, na ile ash-shamsu tafsiri yake ni mama kwa sababu ni muannath. Asema fantaza'a ba'dhu an-nasi fi taqdimiha, wakachota baadhi ya watu katika kutangulizwa ash-shamsu ala al-qamar, wakachota nini? Wujuba birri al-ummi, wajibu wa kumtendea wema mama, wa ziyadatihi ala birri al-abi. Sawa ash-shamsa wal-qamara wa ule muannath wake ulikuwa ni muannath na huu ni mudhakkar. Faida ya mbali kidogo lakini unaosoma unataja. Faida nyingine al-ibratu bil khawatim. Katika hili sasa kuna faida nayo, ni mazingatio yanazingatiwa mwisho wa mtu ameishia vipi. Tumepata wapi? Ru'yatu Yusufa ikhwatahu kawakiba dalilun ala husni khatimatihim. Yusuf alipowaota ndugu zake kuwa ni nyota, hakuota kwamba nimeota jua na mwezi na vibwengo 11 na mapaka 11 au na majibu 11, na nyota 11. Kwa hiyo kuwaota ndugu zake kuwa ni nyota ni dalili juu ya hatima yao nzuri, wa anna amrahum sayaulu ila khair, na kwamba jambo lao litarudi kwenye khairi. ndio wale asbab. Qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat. na asbat wale waamini asbat ni wale wana wa Israeli, mafuko ya wana wa Israeli ambao ni uzao wa Israeli ni huyu Yaqub. Umeelewa? Kwa hiyo ile ndoto ya kuota kwamba walikuwa ni kawakib ni ishara ya kwamba walikuwa na hatima njema. Kadhalika katika faida tunazozipata katika aya hizi, lakini hii ilikuwa ije baadaye huko, lakini hapa pia kwa sababu imetajwa raaituhum li sajidin, kwa munasaba huo tutasema shar'u man qablana shar'u lana ma lam yunsakh, sheria ya waliotangulia kabla yetu pia ni sheria, itakuwa ni sheria yetu muda wa kuwa haikufutwa na sheria yetu. Sheria yetu na sheria yao ni moja tu. Kila mtume kapokwenda kapewa sheria yake na utaratibu wake, lakini kiasi kikubwa zinalingana sheria hizo na hukumu hizo. Kwa hiyo pale itakapokuwa zinatofautiana yao na yetu ikawa iko tofauti, basi itakaozingatiwa sasa ni yetu. Sasa swala kusujudu ambalo limepokewa au limekuja limetajwa katika aya, yalikuwa hayo ndiyo mamkizi yao, kana tahiyatahum, hayo ilikuwa ndio mamkizi yao. Mkubwa mdogo kimwona mkubwa wake kidaraja au kiumri anamsujudia. Akiingia kwa amir, kwa mfalme, kabla ya yote atakwenda atasujudu katika haramu yake, mbele ya hadhara yake atasujudu. Yalikuwa ndio mamkizi yao haya. Sawa? Je, kwenye sheria yetu jambo hilo lipo? Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa hakadha kana salamuhum bitakaffi wal-inhina'i wa qad nasakha Allahu dhalika kullahu fi shar'ina. Anasema al-Imam al-Qurtubi, hivi ndivyo ilikuwa salamu yao, kwa kupiana mikono na kuinamiana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyafuta yote katika sheria yake. Akaendelea kisha akasema, wa ajma'a al-mufassirun anna as-sujuda ala ayyi wajhin kan fa inma kana tahiyatan la ibada. Sawa?
wanaozuoni wa tafsiri wameafikiana kwamba kule kusujudu kwa wajihi wowote utakaokuwa, anasema ilikuwa ni sijida ya kimaamkizi katika sheria yao na sio ya ibada. Katika tafsiri al-Jami' li ahkam al-Qur'an kwenye aya hii